20:5 Biblia inasema tukiishi kwa roho na tuenende kwa roho. Bwana Yesu asifiwe. Ona ile tukiishi kwa roho, that means we have a life in the spirit. Tunayo maisha ya roho, tuna uhai ndani ya roho, yatupasa tuenende katika roho. Haleluya. Kwa tulikuwa tukiangalia mambo kadhaa ambayo yanahusiana na hii vita kati ya mwili na roho. Haleluya. Mambo kadhaa ambayo yanahusiana na hii vita kati ya mwili na roho. Sababu tunasema ili mwili aweze kuishi katika roho, ili aweze kuenenda katika roho, lazima roho ishinde mwili. Haleluya. Tunasema tunayo limitation. Kama ile siku ambayo Yesu atakuja, siku ya hukumu, miili yetu hii itabadilishwa, itakuwa miili mpya. Paulo anasema kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 5, tusome kidogo. Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 45. Tena kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani, lakini fahari yake ya mbinguni ni mbali na fahari yake ya duniani. Kuna fahari moja ya juu na fahari nyingine ya mwezi na fahari nyingine ya nyota, maana iko tofauti ya fahari hata kati ya nyota na nyota. Kadhalika na kiama ya watu mpaka katika uaminifu kufufuliwa katika kutokuharibika. Sawa tena ni upande wa mwili wa asili ufufuliwa mwili wa roho. Ikiwa uko mwili wa asili na wa roho pia uko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa hivi tuna miili ya asili, miili ya mwili. Ndio maana tunakuwa na hii limitation. Ndio maana ile access yetu, ile potential yetu ya kuishi katika hali ya roho inakuwa na kikwazo kwa sababu ya vita kati ya mwili na roho. Lakini atakapokuja Yesu, atakapofunuliwa mwana wa Mungu, atakapokuja ile siku ya ufunuo, hii miili ya asili itamezwa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kutokuharibika utaumeza kuharibika. Miili ya asili itatoweshwa na tutavikwa miili inaitwa miili ya roho. Pale sasa hakutakuwa na kizuizi kitakachofanya mwili kutembea katika mwili wala kuishi kuwa mtu wa tabia ya mwili, kwa sababu ukombozi wa wanadamu 100% utatimia pale ambapo tutavikwa miili mipya ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi ukombozi ambao umetokea ni ukombozi wa roho zetu, tunao uhai na maisha ya rohoni, lakini bado tuna miili ya asili. Haleluya. Tuna miili ya asili. Ndio maana moja kati ya wajibu wetu mkubwa ni work out salvation, yaani kufanya kile ambacho kimetokea halisi ndani yetu kidhihirike katika hii miili ya asili tuliyokuwa nayo. Hicho tunachokiita ukuaji wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ndio tukiangalia mambo kadhaa ambayo yanahusiana na hii vita kati ya mwili na roho. Roho yako ikishinda mwili, basi udhihirisho wa maisha ya roho
kuonyesha katika maisha yako na ukuaji wa kiroho utakotokea. Lakini shindwa na mwili utakuwa na kizuizi cha ukuaji wa roho. Kwa hiyo hautaenjoy, hautafurahia yale matunda ya wewe kuzaliwa mara mbili. Ule uhalisia, ile reality ya wewe kuwa mwana wa Mungu unaweza kusidhihirisha, usione katika maisha yako. Unakuwa ni mtu wa kawaida, unakuwa ni mtu wa kawaida kwamba unakuta watu wa tabia ya mwilini, unakuwa na mambo yale kama ya watu ambao hawajazaliwa mara mbili. Unakuwa umependelea kimwili kama unapendelea kimwili, unakuwa na tabia kama za watu ambao hawajazaliwa mara mbili. Kwa sababu hii watu wa kiroho hawatokei, unakuwa hakuna progress kwenye maisha yako ya roho, kwa sababu mwili unachukua nafasi kwa amplifier. Kwa tunaangalia mambo mengi ambayo yanasababisha hii vita mingi kishinde kiimarisho na resources sana. Wiki iliyopita tuliongelea mambo kadhaa sasa ambayo tunaamini mambo haya yanapotokea kwa mtu yataimarisha roho yake, strengthen his or her inner man, yataimarisha mtu wako wa ndani, yatakufanya imara kiroho chako, basi utaweza kudhihirisha ule ukuaji wa kiroho katika maisha yako. Kwa Yesu sana. Naweza kukumbusha kwamba kwanza tunasema ni hivi. Naweza kukumbusha. Karibu. Tulisema neno la Mungu. Haleluya. Kwa tulisema neno la Mungu ni moja kati ya mambo ambayo yana access moja kwa moja kwenye mtu wako ndani, naweza kujenga roho yako. Tulisoma kwenye Matendo sura ya 20 mstari wa 32 hapo Paulo anaambia wale wanafunzi wa Efeso wale kwamba anawakabidhi katika neno la neema yake ambalo linaweza kuwajenga na kuwaimarisha. Haleluya. Tunasema mwamini anapokaa katika neno la Mungu, mwamini anapojidhihirisha katika neno la Mungu katika namna yoyote ile ya yeye mwenyewe kufanya personal studies, kufanya meditation, kuingia kwenye mafundisho mbalimbali, basi kuna uwezekano mkubwa wa kujenga roho yake, ya kujenga utu wake wa ndani na kuimarisha unapotokea kwenye maisha yake. Tunasoma kwenye Yohana sura ya 6 mstari wa 63, Yesu anasema, maneno haya ninayowaambia ni roho tena ni kweli. Anasema neno la Mungu lina asili ya roho, ni chombo cha roho, lina spiritual nature. Kwa hiyo lina sifa na nguvu yote ya kujenga mtu wa ndani, roho ya mtu wa Yesu sana. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu anasema mtu hataishi kwa mkate tu, bali katika kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Maneno haya ninayowaambia ni uzima tena ni roho. Yesu anaendelea kusema, anasema aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anayo uzima wa milele. Kwa hiyo neno la Mungu ndio linaleta uzima ndani yetu. Haleluya. Paulo anawaambia kwenye Warumi sura ya 19 na kwamba inatupaswa kufanya upya katika nia zetu. Neno la Mungu litakutengeneza, litakufanya upya, litaleta uhai ndani yako, litaimarisha uwezo wako kufikiri, litakufanya kuwa imara katika utu wako wa ndani. Bwana Yesu sana. Neno la Mungu tunasema ndio chakula cha roho yako. Haleluya. Mkristo ambaye hadishi neno la Mungu, huyo Mkristo atakuwa ni Mkristo dhaifu. Japo tulisema tukasema kunena kwa Mungu. Tunasoma kwenye Wakorintho wa kwanza, Biblia inasema kwamba anenaye kwa lugha huijenga nafsi yake. Kwa hiyo tunasema kunena kwa lugha unaimarisha mtu wa ndani wa mtu,
kushinda mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kushinda flesh na kushinda mwili, na mtu kuipa nafasi roho yako ipate nguvu zaidi, kama kusoma neno la Mungu, ipate nafasi nzuri zaidi ya kuhudumia neno la Mungu, kama ni ibada ipate nafasi nzuri zaidi ya kuhudumia na ibada na mambo mengine kama hayo. Na kwa hiyo tunasema ni hivi, kwa hiyo spiritual discipline, nidhamu za kiroho, lakini tunasema ni hivi. Tunasema maombi, au sio? Tunasema practice kama maombi. Kristo yoyote kama atakuwa kuimarisha roho yake, lazima awe na tabia ya kufanya maombi. Jambo hili la tatu tulizungumza la kwa hiyo spiritual au kubishapa. Walilia hapo tulizungumza. Ndizi. Ya, tunataka na mwingine kama pastor mmoja ndio kwa maalum. Na mambo mengi ambayo nafikiri na haya yote umeona yanashughulika na kuimarisha mtu wako wa ndani na kuulipa kidogo mwili pumzi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukasema kwa mfano kwenye kufunga, Mkristo ambaye kwa kweli hawezi kushinda ile nguvu ya chakula, lazima atakuwa Mkristo dhaifu. Haleluya. Tukasema kanuni moja muhimu sana ni kanuni ya kufunga. Unaponyima mwili chakula, basi unajipa access ya kuimarisha wako wa ndani na namna yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuliongea mambo ambayo yanaimarisha, na mambo mengine ambayo sijataja wiki iliyopita, lakini ambayo yanakufanya ushughulike na roho yako, iwe nguvu kama hapa nguvu, practice kama za nguvu. Wakati mwingine nataka kuomba au kusoma neno la Mungu, mwili kamata namna yote, labda chovu hapa namna yote, labda mawazo yako sijasikia labda mashughuli ya dunia na taarifa huko, sina daiwa dini yetu yameshakamata akili yako, unakuwa hakuna ile penetration ya kuingia rohoni. Moja kati ya silaha za kusaidia, basi anza kumwabudu Mungu. Haleluya. Anza kumwabudu Mungu. Unaweza kutumia vitu mbalimbali. Tunachotoa kwa Mungu zile kodi. Dunia pale ndio muziki na Mungu. Haleluya. Muziki na Mungu unaelekeza kwenye watu wa leo. Tunataka techniques zile ambazo zitatupa access rohoni kiurahisi, ili tufikie kwenye hali yetu ya roho, tutumie vitu zote tulizofanya hizi kuimarisha kiroho chetu, au si jamani? Kwa hiyo kawaida muziki wako hapa laini nyimbo sika kuweza kuonyesha experience ni wajibani au wenyewe wa Mungu. Kuna wimbo fulani ukisikia, kuna wimbo fulani ukisikia, unaona inaachia hapa. Haleluya. Ukisikia Waswahili wanasema unapenya moja kwa moja. Hiyo iko kabisa. Hata kabisa. Hii ni wageni wa sifa, baada ya sifa kwa Mungu. You need to be a spiritual person. Unahitaji kuna wimbo ukiitisha hata usipowaambia watu kuosha mikono, unaona kila mtu sisi tunahitaji wimbo wa sifa. Haleluya. Yaani watu wako anasalenda, maana pale kuna mtu pale ile access ya kuhudumia roho yake, na kwa hivyo tayari sasa hii practice inaweza kutokea hata kwa wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa neno zako kwa Mungu zinakosa kujipa muda baada ya muda, naona vile vile
vile vinavunjika hivi. Unasikia access ya kuingia roho. Basi pale kama ni kusoma neno pale, kama ni kuomba pale, kama ni kufanya jambo lolote ile ambalo linahusiana na kuingia roho lako pale na unalifanya. Haleluya. Kwa hiyo kuabudu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mani kwa kiandaa mkesha, yaani mkesha kwa hiyo yes. Msifu Mungu tu na kuabudu. Mambo mengine just worship God. Ile ina hiyo nao ni moja wapo katika practice ambazo naendelea okay. Lakini nyingine wasikisema kilomita ni kuisoma neno la Mungu kwa sauti. Unashika Biblia hivi. Unasoma neno la Mungu kwa sauti, unasikizisha. Haleluya. Ndio mimi na kitu ile tendency ya kushika. Haleluya. Asibu unakuzuia kufanya roho. Usipata access ya kufanya roho, utashindwa kushughulika na hali yako ya roho, utaendelea kwa wiki roho, na mwili utaendelea kwa kufanya siku hadi. Kwa hiyo mimi nafanya kazi, soma Bwana ndio ngome yangu. Bwana ni shujaa wangu, nitakaye kumtumikia. Watenda mabaya walipo duniani. Utaanza kusikia ndani yako unaachia pole pole. Hiyo ndio la Mungu lina nguvu. Unakusikilizisha kwenye masikio yako. Ndio nasema neno la Mungu ni upanga wa roho. Haleluya. Unaposema ile unaposoma neno la Mungu kwa sababu wakati mwingine ukiona unapata ngumu sana kusoma neno la Mungu, usisome ukiwa umetulia sana. Usisome ukiwa umekuja hapa na dude yako mzee umeshapigwa siku nyingi kazini kwa ile umeshakorofishwa huko, watu wamekuchanganya, alafu unafungua Biblia kwa kutumia hivi. Wakati mwingine ni ngumu. Inabidi fungua Biblia ndani yako, open your mouth. Fungua mdomo wako, anza kusoma neno la Mungu kwa sauti. Utaona kama unaisikilizisha nafsi yako. Mbona kwa hivi unaachia mwisho naona ile access kuingia roho kwa nini jamani? Haleluya. Hiyo ni practice nyingine ambayo nafikiri sisi tunaweza meditation ile unapata time kutafakari neno, unapata time kutafakari kwa Mungu, unapata time kuipa break akili yako na mfumo wako wa kufikiri mambo haya ya asili ya mwilini unakutana nayo, unaipa break hiyo. Haleluya. Unatoa time ya meditate the word of God. Kitu tulisoma ile kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Yaani una mbinu hii ya kutafakari. Sasa inahitaji kidogo katika kazi, inahitaji mazingira tulivu. Unaweza ukachukua labda kabla hujalala pale. Siku hizi mambo ya teknolojia yanatufanya tunakosa hizi nafasi hizi. Yaani wewe kabla hujalala simu au sio? Ukiamka simu inatukosesha nafasi hii. Sasa kwa muda kama unalala wakati mwingine unapata nafasi ya kutafakari. Switch off your mind kwenye mambo haya. Tune your mind kwa mambo ya Mungu wa roho, kutafakari kwa Mungu itakusaidia ili kupata access ya roho na kuimarisha uwezo wako. Ukifanikiwa labda ule muda kabla ya kulala au ule muda wa asubuhi kabla hujaamka, lakini baadaye endelea kujizoesha kufanya ile spiritual exercise jamani. Hata ukiwa katikati ya majukumu yako ya kila siku, jaribu kujizoesha, tune your mind. Haleluya.
unarudisha akili zako, ufahamu wako unaanza kufikiri katika neno la Mungu. Kukumbusha mara kwa mara ni kitu ambacho inabidi kukumbusha, unajua la sivyo mambo ya dunia, masumbufu, tulizungumzaga siku moja kuhusu masumbufu ya dunia, hayawezi kuachia kwenye akili zako, yatabombani kwa maindi Januari tu Disemba, Jumatatu tu Jumapili, masaa 24. Lakini mtu ambaye ana malengo ya kuimarisha roho yake, kuimarisha mtu wake wa ndani, unajua sometimes inabidi ya push tune you, alafu analipa nafasi neno la Mungu, anaanza kutafakari, na utaona yani frequencies zinatofautiana. Ukitafakari neno la Mungu na ukiyaachilia mawazo yako kutafakari ile normal procedure ya wewe ya kufikiri, utaona kuna tofauti fulani. Ukituni na maji kutafakari neno la Mungu, utaanza kuona hata feelings zako zinajibu tofauti. Haleluya! Utaanza kuona hata feelings zako zinafanya nini? Zinajibu tofauti. Lakini vita iliyopo ni mawazo yote fresh kutaka kuondoa kwenye haya mawazo, kutaka kurudisha. Maana kutafakari labda naona inategemea na spidi yako na jinsi unajenga misuli yako ya rohoni ya namna ya kutafakari neno la Mungu. Wengine ni fraction of a second, akiruhusu neno la Mungu akaanza kutafakari within a fraction of a second, unaelewa? Yaani nusu sekunde mwili ushakurudisha na kukumbusha ghafla tu utaka kufikiri na kitu kameingia kwenye fahamu zako, katika kutoa kwenye kutafakari neno la Mungu. Mbele yana kusitoka kirahisi. Push au siwe? Sukuma nirudishe ile neno. Haleluya. Nirudishe ile neno. Demo unaendelea kuendelea kwenye fahamu zako, ndio inakujenga mtu wako ndani. Haleluya. Watafiti wa masuala ya kiroho wanasema Mkristo akipata akiwa na uwezo wa angalau 15 minutes labda asubuhi na 15 minutes dakika 15 akiweza kutafakari dakika 15 labda asubuhi au jioni, tuseme hiyo nusu saa, akipata nusu saa kwa siku za kuweza kutafakari neno, maisha yake yatabadilika exponential. Wale wanasema hesabu na family ile compounding, yani maisha yako yatabadilika kutafakari neno, yatachange maisha yako katika namna ya kipekee sana ambayo hujawahi kuexperience katika maisha yako. Haleluya. Kwa hiyo kuna viwango vya kutafakari neno kwa mtu anataka kufanikiwa. Maana Mungu alimwambia Yoshua, neno hili tafakari mchana ndipo utakapofanikisha njia. Yesu alituwekea baseline, alituwekea viwango vya kuomba. Alisema nini? Saa moja. Kama vile kuna viwango vya kuomba angalau saa moja, vile vile kuna viwango vya kutafakari neno la Mungu kwa siku angalau nusu saa. Haleluya. Chini ya hapo ni ngumu kutoboa, ni ngumu roho yako kupata nguvu ya kuimarika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mzako tumesema na naendelea kusema, ukuaji wa roho wa kiroho usipotokea katika maisha, roho yako isipoimarishwa siku hadi siku, mtu wako ndani usipofanya imani kuimarisha kila siku hadi siku, ni ngumu kuexperience ushindi wa msalaba, kwa sababu ushindi wako uko wapi? Rohoni. Baraka zako ziko wapi? Rohoni. Paulo alisema ashukuriwe Mungu Baba aliyetubariki kwa baraka zote za roho. Everything kilichofanya ndani ya Kristo kipo katika roho zetu, katika ulimwengu wa roho. Ili gani tunaendelea kuwa na hii miili ya asili, basi kuna vikwazo, kuna limitation ya kutuzuia tusi-experience, tusi-enjoy yale mambo ambayo Mungu amefanya katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Tusubiri basi kwa kuwa hiyo miili malishi ndio waanze kuelewana.
lakini ashukuriwe Mungu, Biblia inasema ametupa Roho Mtakatifu. Yohana anasema anaitwa Roho wa nini? Roho wa kweli. Huyo mtu anakuambia tafsiri nyingine, ile roho wa kweli za Kiingereza spirit of truth, inaita spirit of reality. Yaani roho ambaye anatusaidia kurealize, kuexperience kile kitu cha roho kitokee, tukiexperience kama jambo lile halisi, kwa sababu tumesema uwezo huo kunao, kwa sababu tumezaliwa mara ya pili. Paulo anasema mwanadamu wa tabia asili hawezi kupokea mambo ya rohoni, kwa sababu kwake ni upuuzi. Lakini sisi kwa sababu tumezaliwa mara ya pili, tuko hai rohoni, tuna uwezo wa kupokea mambo ya rohoni. Sasa mambo ya rohoni yatakuonekana kwa jinsi ya rohoni. Roho Mtakatifu reality, spiritual reality, mambo yale ambayo ameyafanya Mungu rohoni, kuyarealize katika maisha yetu. Capacity hiyo tunayo kupitia Roho Mtakatifu, lakini mwili amekaa pale kama mlinzi wa kuzuia. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo maana tunajaribu kutengeneza mbinu mbalimbali za kuangalia namna gani tutaushinda mwili, namna gani tutaimarisha roho zetu. Haleluya. Ndio tunaelezana mazoezi mbalimbali, practice mbalimbali ambazo tukizifanya basi angalau tutaendelea kuweka mwili chini na kuimarisha roho yetu. Haleluya. Kwa hiyo practice, fanya mazoezi ya kutafakari neno la Mungu, fanya mazoezi ya meditation, meditate the word of God. Haleluya. Kigezo jamani, angalau nusu saa. Mafunzi ambaye makini ameamua kwamba huu mambo yabadilike, ana keep record. Haleluya. Ana keep record. Siku imeisha. Siku imeisha. Umepata nafasi ya kutafakari neno la Mungu. Kwa rohoni vile vile, yaani Kristo ambaye bidii yake ya kuomba, bidii yake ya kusoma neno, bidii yake ya kutafakari neno, bidii yake ya kupractice spiritual discipline, sio tu kwamba anawajibika kufanya, lakini ana kiwango anatakiwa akifikie. Kama kweli yuko serious kukua kiroho, Bwana Yesu asifiwe sana, anatakiwa ana kiwango akifikie. Kama kweli yuko makini, anataka kukua kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipoanza mwaka huu, moja kati ya wakati tunaofanya mambo, moja kati ya mambo ambayo Mungu alikuwa akizungumza nami ni kuanza kushughulika na afya yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba vile serious kama nikiendelea vile na kuendelea, nisimtafute mchawi mbele ya safari. Nikiendelea practice vile nilikuwa nikiendelea, nisimtafute mchawi mbele ya safari. Kwa hiyo kwa naomba Mungu atupe maarifa mbalimbali ya namna ya kudili na afya yangu. Mimi kwa sisi yangu na mimi niko katika mchakato wa kuimarisha afya yangu, lakini nimekuja kugundua katika maarifa ya sayansi ya chakula na afya ya mwili, namba, jamani, namba ni kitu muhimu kweli kweli. Haleluya. Ndugu yangu, unapochukua ile sahani yako hii, ile sahani yako inakuwa kile chakula unachokula kwenye sahani yako, kile chakula kina kitu kinaitwa ratio ambayo ni namba. Kwa hiyo ile kitu kinaitwa ratio ambayo ni namba. Ndugu, kama wanga unazidi namba ya wanga wale ambao wameshafika 40 kwenda juu wapusha mkono. Wale wasema zangu kwa 40 wapusha mkono. Ndugu, kama ile namba ya wanga kwenye sahani yako ya chakula inaendelea kuzidi namba ya vile virutubisho vingine vile kama protini, si kama nini, siku hadi siku, mwambie jirani yako atasikilizia mbele ya safari. Atasikilizia mbele ya safari. Haleluya. Kwa kila kitu ni namba. Nilipoanza kucheza na namba ya sahani yako, nilipoanza kucheza na namba ya idadi yangu ya kuingiza chakula mwilini, huyo jamaa si unaniona, si nakuwa
Simnanena filamu. Niko fiti au si? Nimecheza na namba za namna ya kula yangu au si? Na miezi miwili sijamaliza hata mwezi wa 3. Sasa nikiendelea kucheza na namba hivi mpaka Disemba. Ndugu yangu. Itakuwa inasema na glow au si? Sasa kusema pale katika ulimwengu wa roho na kiroho, lazima tujue namba inafanya kazi. Ndugu, kama namba ya kutafakari makorokoro yako na makushindwa kwako inaendelea kutawala fikra zako na neno la Mungu bila kudushia kwa Jumapili, unasisimuliwa na neno la Mungu kutumisha aliyo kidushi, alafu ngoma imetoka hiyo kama ni mabiliano katikati ya wiki, namba zinazosoma kwenye fahamu zako yale madudu yako, sahau roho, sahau. Haleluya. Mwambie jirani yako sahau. Tunataka kusema kwa Mungu yako kinachotamani kusema ni namba ulizozitengeneza katika miezi 12. Mwezi wa 12 namba 707. Wewe lazima utapata sababu ni haya za watoto kwa mali. Lazima sio kwa sababu wewe una vita, kwa sababu unaokoka hapa ndio hata ni hatari. Hakuna vita yoyote kwa sababu unaokoka. Namba zako hazikupi nafasi ya kukaa vizuri financially. Haleluya. Namba zinakupeleka kwenye maisha yenye changamoto za kiuchumi. Namba zako zinakupeleka kwenye maisha ya changamoto za kiuchumi. Namba zako zinakupeleka kwenye maisha ya changamoto za kiafya na yangu. Kabisa, namba zinakupeleka kwenye wewe endelea tu hivyo, endelea kuishi hivyo unakuishi. Utakuja kuwa mteja. Na ndio namba zinavyoendelea kuwafanya wa Kristo wa lokole wanaendelea kuwa wateja wa wajanja watumishi, kwa sababu namba zao haziwafanyi imara rohoni, haziwatengenezeni imara rohoni. Utakuja kuwa tu mteja wa vitendea kazi na kiroho vya wajanja, keki za upako, sijui mafuta, sijui ya kukaja. Wewe una namna sababu sio changamoto na nini utatue. Au si jamani? Changamoto lazima limeje sisi ndio. Basi itabidi kuwa mteja huko, kwa sababu gani? Namba anachuja kubali namba kubali. You are not serious kwenye kuwekeza kwenye roho yako. Mambo yataitika tu huko. Yataitika huko kwenye familia yako, yataitika huko kwenye maisha yako, yataitika kwenye maneno yako. Kila kitu kinaanzia na the way you practice. Unapanda nini? Unapanda nini? Haleluya. Kanuni ya kupanda na kuvuna. Haleluya. Kanuni ya mwendelezo, consistency, inaweka kupandiliana kwako. Haleluya. Ni vitu ambavyo vitakupa tu matokeo. Sema itakuwaje? Vitakupa tu matokeo. August itakuwaje? Vitakupa tu matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuanze leo kuwekeza kufanya hizo practice za kiroho zitakazofanya tuwekeze kwenye kiroho chetu, kuhakikisha kwamba tunajenga imara kwenye mtu wetu wa ndani, kuweza kutengeneza spiritual growth itakayotufanya tuendelee kuwa imara, experience ushindi ambao Mungu ametupa kupitia Yesu Kristo na mambo mengine ambayo kupitia kazi tulizo salama yalifanyika katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wewe unataka breakthrough katika maisha, practice meditation ya neno la Mungu. Haleluya. Haleluya. Kama nilivyokuambia mwanzoni, utaanza kuona ugumu. Ukiweka neno la Mungu kwenye fahamu zako, mwili utakurudisha. Utasikia kuna kitu kimeingia kika. Vita moja kati ya vita ni hiyo
ya kwenye fahamu zako. Neno la Mungu halitakusiwa kirahisi kwa sababu always mwili upo kushindana na roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anamwambia jirani angalau nusu saa kwa siku ndio kigezo cha mafanikio. Ingawaje Mungu alimwambia Yoshua mchana, na ile task ya Yoshua kidogo ilikuwa ni kubwa. Haleluya. Ile wajibu wa Yoshua ulikuwa ni wajibu mkubwa. Mungu akampa kigezo cha kufanikiwa. Akamwambia Yoshua, unataka kufanikiwa? Mbona hii doctrine, mbona hii neno, mbona hii kitabu la Torati ambao Musa amehangaika kufundisha na kuliishi, ngoma hii mchana na usiku. Haleluya. Sasa wewe unaweza usifikie level ya mchana na usiku, lakini anza kwenye level ya dakika 30 kwa siku. Unaweza kugawa na gawa 15 kwa msema ni Mungu mmoja, gawa 15 asubuhi, gawa 15 jioni. Utaona tabelo za chini, yani utaona vitu vingi. Sababu nyingine, unajua vita nyingine ni vita tu ya mambo yakibadilika katika ulimwengu wa roho. Ukipata ufahamu mpya katika ulimwengu wa roho, vile vitu vinasema jamaa ameamka usingizini, kwa heri, vinaondoka vyake. Haleluya. Utapambana ndugu yangu, utapambana, achia, piga, teke, fanya hivi nini, utahangaika, utabadilisha mtumishi mmoja mpaka mwingine, watakuibia, watakudalili, toa sadaka kuteketezwa, fanya hivi. Ndugu, mambo mengine ni uruhusu tu upanga wa roho. Haleluya. Uruhusu tu upanga wa roho, mambo yataachia. Haleluya. Haijalishi na madeni kiasi gani, haijalishi na changamoto za kiuchumi kiasi gani. Ndugu, chukua nusu saa ya kulitafakari neno la Mungu kwa siku. Haleluya. Itakupatia breakthrough katika namna ya kipekee sana. Utapata kibali cha ajabu kabisa. Uhitaji Godfather, unahitaji mtu kushika mkono, lakini sio kulazimisha Mungu akuletee watu kukushika mkono wa Mungu na push nyuma hivi. Hapo tunasema huyu jamaa kuna mwanasiasa mmoja mkubwa sana nyuma yake. Haya mambo yanamfunguka kwa sio kawaida. Kumbe hawajui mzee, kuna push ya nguvu ya Mungu nyuma. Neno la Mungu linakupush kwenye kufanikiwa. Hawezi hata kuwepo mtu atakayeweza kusimama katika mbele yako. Nyayo zako zitakanyaga nimekupa, kwa sababu hakuna noma resist the power of God in your life. Hayupo. Mungu atakufungulia milango ambayo nguvu ya siasa haiwezi kufungua. Haiwezi kufungua. Yaani wewe unaona kama ujulikani, unaona kama ni kwa sababu tu kwenye ulimwengu wa roho kwako kuna changa wengi, yani vitu vinavyokuwa difusi kwenye ulimwengu wa roho. Ni haya mambo yako ya kila siku, masumbufu haya, malalamiko, si malalamiko, yani na shida ile unachukua unalala na mkanayo zilizovunjika, yani watu ambao yani leo huyu kaumwa, kesho kafa, yani hakuna deposit mpya katika ulimwengu wa roho ya kubadilisha mambo yako, haipo. Haleluya. Sasa wewe fanya sema Bwana, mimi Bwana najua Bwana mambo mengi utakuta yanaendelea, lakini sasa mimi ninaamua kuchukua nuru ya neno la Mungu na kuingiza katika mtu wako. Haleluya. Haleluya. Nachagua kuliamini neno la Mungu. Na mchakato wa kuliamini neno la Mungu unaanza na kuexpose fahamu zako katika neno la Mungu. Haleluya. Kuamini sio kitu kinakuja automatic. Kuamini ni matokeo ya neno la Mungu pale ndani yako. Amen. Haleluya.
Mungu. No. Kuamini ni matokeo ya wingi ya neno la Mungu kupangwa ndani yake. Kwa kupanga neno la Mungu kupitia kutafakari, kupitia kuexpose uelewa wa Mungu, kusoma ile pastor study, kuhudhuria mafundisho, kufanya ile bidii ya katikati ya wiki inakuja ndio yanakuja masuala ya maisha yanayoa inakuja kwa Mungu na uelewa. Hivyo sisi kama kwa tafakari, mchana kama kwa tafakari utaona baada ya muda. Haleluya. Nani anaelekea bidii? Haleluya. Kwa mfano wa Yesu wa kwanza, ile mbegu ya muda mzuri ilikuja baadaye baada ya vikwazo kadhaa. Mbegu ya kwanza inaenda kwenye udongo mzuri. Mbegu ya kwanza inakuja wapi jamani? Kwenye mwamba. Mbegu ya pili ndege wakala. Mbegu ya tatu sasa wewe unapanda neno la Mungu leo kidogo, halafu kufikia udongo mzuri unahitaji muda na bidii. Haleluya. Haleluya. Kufikia udongo mzuri unahitaji muda na bidii. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio kweli. Wakati tunajifunza Mungu mambo hiyo, tunajifunza kanuni ya kufanya tathmini. Moja wapo ya kanuni ya kufanya tathmini ni sio kanuni ya kuangalia matokeo. Kwa mfano, mimi nataka nipate afya nzuri. Nimeanza kufanya practice tofauti za mambo ya ulaya. Si ninazuiwa kabisa katika kiwezekana zile kitu cha mwanzoni mwezi wa kwanza mbili tatu usiende kwenye mizani. Yaani leo umekuwa kwa sababu kesho wako ndio unaenda kwenye mizani na kuzidi utakata tamaa. Haleluya. Kanuni ya kufanya kusema ni practice gani sahihi unazopata kuzifanya. Kwa hiyo mafanikio kwako ni kama umefanya hivyo unapaswa kufanya bila kujali mzito unapungua au haupungui. Yaani kwa siku tu utabidi kupata kupungua. The law of consistency itakubeba mbele ya safari. Usiangalia hata ile wazo na kwanza kuomba ndio mambo ya mama. Wewe mafanikio yako ni kwamba wiki hii imeisha, nimetafakari neno. No. Nimeomba saa moja. No. Wewe unaomba dakika 30. Nimehudhuria ibada. No. Nimefanya nini? Wewe chukua zile ripoti zako zinaenda nazo. Hizo ndio kweli na hizo ndio chawa. Hizo ndio chawa. Fainali. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaamua kujua nini unapaswa kufanya. Mungu anakuambia hayo ukitenda wewe hautapata bali ukitenda hautapata. Siko kwenye kutenda. Haleluya. Siko kwenye kutenda. Sio kwenye kuishi kama aishi Mungu alimtoa kwenye changamoto kwa jamani nimechoka. Mungu anakuambia sasa mimi aishi ndio nini atafanya. Yaani haleluya. Ndio kabisa Mungu ana sasa Mungu ndio kuexpose mafundisho na kuexpose lakini ndio sawa kwa watu wanabaki kadri mti kupanda na kuvuna hakuta usipofanya Mungu asikie apandaye kwa ugaia atakuna panda hapa. Haleluya. Kwa hiyo nenda kafanya hizi spiritual hizi. Haleluya. Nenda kafanya hizi spiritual hizi ndani za kiroho nenda kazi practice. Na Mungu atakupa nafasi moyo na kupanda kwa fursa za kuendelea kupata kutokea mambo mbele ya nini yatabadilika. Haleluya. Jamani mimi naomba tu uweze na nguvu ya kuchukua changamoto zako ndani
wetu wa roho Mungu akuletee watu. Haleluya. Haleluya. Toa macho yako kuangalia nani atakayekuja kwa nani atakayekuja. Nani atakayekuja kuelekeza mbele yako kwa Musa watu. Haleluya. Haleluya. Amen. Kwa sababu shida ya moja ambayo inafanya maana kuona yeye hawezi tena kuolewa, akiangalia mazingira ya watu hapo, tena naona hamna mtu ambaye anataka kukata tamaa, kutana na kufundishwa neno la Mungu na watu mpaka leo na Mungu. Ghafla leo watu fulani huko usikata watu wakafunga ofisi kwa sababu wanaenda Afrika. Haleluya. Wanaenda Afrika. Walipofika Afrika wakachukua ofisi kwenye mahali walipo, wakaattract wanaume wa saizi wa aina kuoa ile. Haleluya. Wakaletwa afundani ya Bwana. Haleluya. Kutoka kwenye hakuna wa kuolewa mpaka mchague nani wa kuolewa. Nini kuolewa kwa nini? Ya kuwaleta watu kwa Kanada. Watu leo sisi hapa bwana waoaji wote sura wako si wameenda wewe mwenyewe leo. Utacreate jambo itawavuta watakuja. Hayo watakuja kutaleta mazingira ya tika huko wataleta. Amen. Haleluya. Giza lilileo, haleluya, giza lilileo, nuru iliyojia, haleluya. Bwana asifiwe sana. Endelea kufanya hizi practice kwa ulimwengu wa roho, tuanze kupata tubu. Bwana asifiwe sana. Hata namsikia kitabu ya Biblia iliyopita na mizani ambao inasema mizani katika ulimwengu wa roho unaosababisha ukuaji wetu wa kiroho usitokee. Bwana asifiwe sana. Na ukibidi nataka nimalize leo tangaa ukibidi za kumaliza leo ukibidi usiwale na mwingine na njia. Kwa hiyo hizi ukibidi tutamalizia sisi zote leo tatu. Alafu peana na mambo kadhaa ambayo yatakusaidia ili practical wewe kufanya jambo kayafanye sawa. Alafu uanze kujua kuona matokeo kota ili kwa sasa hivi matokeo kwa watano hiyo miezi mitatu ya kupanda, miezi mitatu ya kufanya mambo katika ulimwengu wa roho ya practice. Usiangalie usiangalie basi ya hiyo mambo tutapeana kwa somo hili kwa kufanya mistari ya kwenda kujiklea na mbinu kadhaa tutapeana kwa safari. Kama hivi tutaongewa kujua namna ya ile asalamu kwa subscribe na chakula mafundisho mpaka namna ya kufungua sasa kwa watu sisi. Na mpaka namna ya chakula ile ya kupika, vitu vya kupika kwa style mali na kwa very costly, lakini ukiangalia na ile afya, gharama za afya yako ni kitu kinalipa. Na usiwe hata ya mambo haya yatakuwa ya kufanya mambo ya kiroho. Mtani mali wa kutumia kueleka na comfortable, lakini ukiangalia na matokeo unayotaka jamani, Biblia inasema Yesu alipoangalia yale matokeo alipata nguvu ya kutumilia msalaba. Ule utukufu ambao baada ya shida tatu za msalaba alipouona alipata nguvu kwa kufanya mambo aliyofanya. Alafu tutafute Juni, tutafute Septemba, alafu tutafute Disemba. Tuone kama mambo yatakaa hivi. Mungu alitangaza kulizunguka mlima mmoja.
kuwezesha mpaka vidonda vya tumbo inatosha, inatosha. Hebu tuingie kwenye viwango vingine. Haleluya! Haiwezekani leo ya watu kusema zero balance. Haiwezekani. Mambo lazima yabadilike. Mambo lazima yabadilike. Ndani yawezekana. Usitamani. Hii ndio changamoto za changamoto zote za afya unazozipitia mwaka huu ndio iwe tunazizika katika yako. Haleluya! Afya yetu ichanue upya, irejee upya. Haleluya! Tunahitaji mwili. Watoto wako wanahitaji uendelee kuwepo hapa duniani. Watoto wako wanakuja, unapotandika kwa baba yako wakumbuke watoto wako. Kanisa linakuja sisi tunakuhitaji wewe duniani. Hatuko hapa kuzima washirika sisi. Hatuko hapa kutoa huduma ya kwenda kutembelea wale hospitali na shirika. Sisi tunakuhudumia roho. Afya njema, afya nzuri. Kwenye jewapi unahitaji afya njema. Unahitaji uchumi mzuri. Tunataka bajeti yetu hapa. Unahitaji uchumi mzuri kufuatilia bajeti yetu. Haleluya. Familia yako inahitaji, kanisa linahitaji, nchi inahitaji. Haleluya. Kuna nguvu ya ajira. Nani katika ajira zaidi ya wewe? Haleluya. Wewe ndio mtu, wewe ndio chungu ya dunia. Wewe ndio nuru ya umekalia unazika hiyo potential yako kwenye ulimwengu wa roho kwa sababu unashindwa kueleza mambo yatakayoibua. Wewe ndio kutengeneza ajira. Haleluya. Wewe ndio wewe ukilala. Watu wanawaza wewe kwa mwingine yule boss. Maana wewe ukilala tu watu huko watakaoitika. Haleluya. Wewe ndio unategemewa na taifa. Wewe unategemewa kwa nani ndiye kodi sio wewe. Haleluya. Nchi yetu sasa ndio kutoka wewe unayefanikiwa. Wewe ni mkono. Haleluya. Haleluya. Mwaka huu Asante kwa mwenendo wako, asante kwa mwenendo wako. Asante kwa sababu umeamua maisha yao mwaka huu yakabadilike kabisa katika jina la Yesu Kristo. Natamka neema yako juu yao mfano. Mungu ukawape neema ya kuweza kufanya wajibu wao wanaopaswa kufanya. Katika jina la Yesu Kristo, kila aina ya upinzani katika ulimwengu wa roho tunavunja katika jina la Yesu Kristo. Kila aina ya nguvu ya kuwapush kutenda mambo ya wapasayo kufanya ikawape nguvu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki sana.